Salamu zetu zikufikie mahali kote ambako lipo mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa Kivu News Info. Karibu sana kwenye kipindi hiki cha habari cha asubuhi ya siku ya leo, tukiwa ni tarehe 28 mwezi wa 8 mwaka wa 2026. Tunakuletea taarifa mbalimbali kutoka ndani na nje ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na tutaweza kukazia hasa hali ya usalama, hali ya kiuchumi, hali ya kiafya na hali ya kidiplomasia pamoja na kisiasa ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako hali ya kisiasa inaendelea kuwa tete kutokana na makubaliano ya M23 na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tutaweza kukazia zaidi sana hali ya usalama katika maeneo ya Fizi, Minembwe na maeneo mengine ya Kivu Kaskazini, ambako mabishano na mapigano yanaendelea kuripotiwa siku baada ya siku. Habari zetu za kwanza tutaanzia huko juu ya milima ya Kivu Kusini ndani ya Fizi, ambako Meshake ambaye aliweza kuwaomba wazalendo kuondoka Uvira na kuelekea mstari wa mbele wa mapigano, hivyo aliweza kuwahimiza wasiendelee kukaa katika mji wa Uvira, lakini waweze kujitokeza ili kuweza kupambana na adui katika milima ya juu ya Fizi pamoja na Uvira. Katika eneo la Minembwe pia tutaweza kuzungumzia habari kuhusu FARDC kuripoti kuwa imeweza kudungua ndege isiyo na rubani ambayo iliweza kuripotiwa kuwa ni ya AFC M23 katika maeneo ya Minembwe. Pia tutaweza kuzungumzia hali ya uko Uvira, ambako migodi ya kulipuka au mabomu yaliweza kutishia maisha ya wananchi, na hivyo shirika la CCLAM iliweza kuonya wananchi kuweza kujihadhari na mabomu hayo ambayo yalizoachwa wakati wa mapigano na vikosi vya waasi. Tutaweza pia kuzungumzia mvutano wa kisiasa ambao unaendelea ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuhusu mjadala wa Katumbi na Patrick Muyaya kuweza kutofautiana kuhusu kusimamishwa kwa shughuli za vyuo 11 ndani ya Goma na Bukavu. Mjadala huo umeweza kuzusha ubishi mkali kati ya Moise Katumbi ambaye ni opposant wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Patrick Muyaya ambaye ni porte-parole wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hivyo waliweza kuanza mabishano wakati wa kuzungumzia kuweza kusimamishwa kwa shughuli za vyuo vikuu 11 ndani ya eneo la Kivu Kusini na Kivu Kaskazini. Tuendelee na habari zetu tukiwa ndani ya Fizi, ambako Sami Badibanga Kalonji ambaye ni msimamizi wa teritwari hiyo au administrateur wa teritwari ya Fizi ameweza kusema wazi kuwa hapo jana tarehe 27 mwezi wa 8 mwaka 2026 jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limeweza kudungua na kusambua ndege ambayo ilikuwa ikitaka kutua katika eneo la juu la Fizi ndani ya eneo la Minembwe. Wasikilizaji wetu wapendwa, acha basi tuanze taarifa hiyo ya habari ambayo chanzo chake ni ndani ya Kivu Kusini, huko katika maeneo ya Fizi katika milima yake. Msimamizi wa eneo hilo la Fizi, Sami Badibanga Kalonji, ameweza kutangaza kwamba wanajeshi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamedungua ndege karibu na Minembwe katika eneo la Haut Plateau. Tukio hilo limetokea siku ya Alhamisi tarehe 27 mwezi wa 8 mwaka 2026 kulingana na taarifa iliyotolewa na msimamizi huyo. Kwa mjibu wa Sami Badibanga Kalonji, ndege hiyo ilikuwa ya muungano wa M23 wanaoshirikiana na jeshi la Rwanda pamoja na AFC. Amesema ndege hiyo ilikuwa imebeba vifaa vya kijeshi pamoja na chakula, na kwamba ilikuwa ikienda kutoa misaada kwa wapiganaji wa M23 na washiriki wao katika eneo la Minembwe. Kwa mjibu wa taarifa hiyo, ndege hiyo ilidunguliwa wakati ilikuwa ikifanya maandalizi ya kutua katika uwanja wa ndege wa Minembwe. Sami Badibanga Kalonji amesema ndege hiyo ilikuwa imeanza safari ya kutua ikiwa karibu kilomita 40 kutoka uwanja wa ndege wa Minembwe.
Anadai kwamba ndege hiyo ilikuwa imebeba chakula pamoja na risasi na ilikuwa inapanga kurudi ikiwa na bidhaa nyingine ikiwemo mbao nyekundu na dhahabu inayodaiwa kuchimbwa katika milima ya Minembwe. Msimamizi huyo wa Fizi pia ameishutumu Rwanda na washiriki wake kwa kile alichokiita ukiukwaji mwingine wa anga ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Uwanja wa Minembwe una umuhimu mkubwa katika eneo la Haut Plateau. Kwa mjibu wa Sami Badibanga, uwanja huo unatumiwa kama sehemu muhimu ya kupeleka mahitaji kwa AFC na washiriki wake. Anadai pia kwamba madini yanayopatikana katika maeneo ya Haut Plateau yanaweza kusafirishwa kupitia eneo hilo kuelekea nchi ya Rwanda. Hata hivyo, madai hayo yanatolewa na msimamizi wa eneo la Fizi na hayajaweza kuthibitishwa kwa njia iliyo huru na mamlaka ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mjibu wa vyanzo vya usalama vinavyonukuliwa katika taarifa hiyo, ndege hiyo ilidunguliwa na drone ya FARDC katika saa za asubuhi siku ya Alhamisi hapo jana. Tukio hilo limetokea katika eneo ambalo mapigano yanaendelea kati ya wanajeshi wa serikali yani FARDC na wapiganaji wa M23 pamoja na washiriki wao. Hali ya usalama katika maeneo ya Haut Plateau na Minembwe bado inaendelea kuwa ya wasiwasi kutokana na mapigano kati ya pande zinazopingana. Sami Badibanga Kalonji amewapongeza wanajeshi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na wapiganaji wenzao wa wazalendo wanaowasaidia. Amesema vikosi hivyo vimefanya na vinaendelea kufanya juhudi kubwa na kutoa sadaka kubwa kwa lengo la kurejesha amani katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hata hivyo, taarifa kuhusu ndege hiyo bado inahitaji kuweza kuthibitishwa kutoka kwa mamlaka za kijeshi. Katika taarifa iliyotolewa na Radio Okapi, juhudi za kuwasiliana na uongozi wa FARDC ulioko katika eneo hilo hazikuweza kufanikiwa. Kwa hiyo hadi sasa taarifa ya kudunguliwa kwa ndege hiyo inatokana hasa na tangazo la msimamizi wa eneo la Fizi na vyanzo vya usalama vinavyonukuliwa. Hakuna maelezo zaidi yaliyotolewa hadharani kuhusu aina ya ndege hiyo, idadi ya watu waliokuwa ndani yake au kama kulikuwa na manusura. Kwa ufupi, tunaweza kusema kuwa ndege imeripotiwa kudunguliwa karibu na Minembwe katika Kivu Kusini. Msimamizi wa Fizi Sami Badibanga Kalonji amesema ndege hiyo ilikuwa ya muungano wa M23 na jeshi la Rwanda na ilikuwa imebeba chakula pamoja na vifaa vya kijeshi. Kwa mjibu wa vyanzo vya usalama, ndege hiyo ilidunguliwa na drone ya FARDC wakati ikijiandaa kutua katika uwanja wa ndege wa Minembwe. Taarifa hiyo bado haijaweza kuthibitishwa rasmi na uongozi wa FARDC katika eneo hilo. Hiyo ndiyo taarifa kuu ambayo tulikuwa tunakuandalia kwa siku ya leo. Mimi msomaji wako ni Leta Pepele. Wasikilizaji wapendwa, karibu katika habari hii kutoka maeneo ya Haut Plateau katika jimbo la Kivu Kusini. Jenerali anayejiita Meshake Kiradi ambaye ameongeza kikosi chake katika eneo la Haut Plateau amewataka wapiganaji wa wazalendo walioko katika mji wa Uvira kuondoka mjini na kuenda kuishi mstari wa mbele kwa vita. Wito huo umetolewa wakati ambako hali ya usalama bado inaendelea kuwa ya wasiwasi katika baadhi ya maeneo ya Haut Plateau, hususa katika maeneo ya Kageregere na Buzuki. Kwa mjibu wa ujumbe uliotolewa na Meshake Kiradi kwa wapiganaji wa wenzake wa wazalendo, amesema kwamba wapiganaji wengi wa wazalendo wanahitajika zaidi katika maeneo ya mapigano kuliko kubaki ndani ya mji wa Uvira. Kiradi ameiomba Wizara ya Ulinzi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kutoa amri kwa wazalendo walioko Uvira kuondoka mjini na kuelekea katika maeneo ya mbele ya mapambano. Meshake Kiradi amesema hivi wakati alikuwa akinukuliwa na redio yetu. Tunamuomba waziri wa ulinzi ambaye amesimamia masuala ya ulinzi kuamuru wazalendo wote kuondoka katika mji wa Uvira na kwenda kujikita kwenye mstari wa mbele. Tunahitaji wapiganaji hawa wote wenye silaha hapa katika Haut Plateau na sio ndani ya mji wa Uvira au ndani ya mjini. Kwa hiyo ujumbe wa
Kiradi Meshaki umeonyesha kwamba anataka nguvu za wazalendo ziongezwe katika maeneo ya Haut Plateau ambako kwa sasa kuna shughuli za kijeshi na hali ya usalama inayohitaji umakini mkubwa. Anasema kuwa mji wa Uvira kwa mtazamo wake hauko katika hatari ya haraka inayohitaji kuwepo kwa idadi kubwa ya wapiganaji wa wazalendo. Kwa upande mwingine, anasisitiza kwamba wapiganaji hao wanapaswa kuelekea kwenye mstari wa mbele ili kusaidia kulinda maeneo ambayo yanaonekana kuwa katika hatari zaidi. Haut Plateau ni eneo ambalo kwa muda mrefu limekuwa likikumbwa na migogoro ya silaha na mvutano wa kiusalama. Katika maeneo kama Fizi, Uvira na Haut Plateau yameendelea kuwa sehemu muhimu katika hali ya usalama ya Kivu Kusini. Wito wa Meshaki Kiradi unakuja wakati ambapo makundi ambayo yanamiliki silaha yanaendelea kuwepo katika sehemu ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hata hivyo, ni muhimu kusema kwamba wito kuhusu huu umetolewa na Meshaki Kiradi mwenyewe. Katika taarifa tuliyoona, hakuna uthibitisho kwamba Wizara ya Ulinzi tayari imetoa amri rasmi ya kuondolewa kwa wazalendo ndani ya mji wa Uvira. Kwa hiyo taarifa kuhusu hatua zitakazofuata zinapaswa kufuatiliwa kutokana na mamlaka rasmi za serikali. Wakati huo huo, wananchi katika maeneo ya Haut Plateau wanaendelea kutazama kwa karibu maendeleo ya hali ya usalama, hasa kutokana na uwepo wa makundi yenye silaha na mapigano yanayoweza kuathiri maisha ya raia. Wito wa Meshaki Kiradi ni kwamba wazalendo walioko Uvira waelekee Haut Plateau na kuimarisha mstari wa mbele kwa kile anachokiita kuwa ni kulinda na kutetea Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hiyo ndiyo taarifa yetu kuhusu hali ya usalama katika maeneo ya Haut Plateau na wito wa Meshaki katika mji wa Uvira na kuwaomba waweze kuondoka waelekee katika mstari wa mbele wa vita ili kuweza kuendelea kuilinda mingini pamoja na raia mbalimbali wa uko Haut Plateau. Mimi ni mtangazaji wako Leta Pepele. Asante kwa kutufuatilia na endelea kutufuatilia katika habari zingine zijazo. Wasikilizaji wapendwa, tunaendelea na taarifa kutoka jimbo la Kivu Kusini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, katika eneo la Uvira ambako uwepo wa mabomu ya kulipuka inayolenga watu pamoja na vifaa vingine vya milipuko vinaendelea kuwa hatari kubwa kwa wananchi. Onyo hii ilitolewa na kituo cha afya na kituo cha Kongo cha kupambana na migodi kinachojulikana kwa kifupi kama CCLAM. Kwa mujibu wa kituo hicho, maeneo kadhaa katika eneo la Uvira bado yanaweza kuwa na mabaki ya migodi au vifaa vya kulipuka katika eneo hilo kufuatia mapigano yaliyotokea katika eneo hilo na kutekwa kwa maeneo kadhaa na wapiganaji wa M23. Hali hii inaweka wananchi katika hatari kubwa, hasa wale wanaoishi au kusafiri katika maeneo ambayo hayafanyiwi uchunguzi wa kuondolewa mabaki ya milipuko. Migodi au mabomu ya kulipuka ya kupinga watu ni vifaa vya milipuko vinavyoweza kulipuka mtu anapovikanyaga au anapovigusa. Mara nyingi migodi hiyo na mabomu hayo inaweza kubaki ardhini kwa muda mrefu hata baada ya mapigano kuweza kumalizika. Hii ndiyo sababu wananchi wanaweza kuendelea kuwa katika hatari hata wakati ambapo hakuna mapigano yanayoendelea katika maeneo ambayo migodi hiyo na mabomu hayo yalibaki. Kwa Uvira, CCLAM inasema kwamba maeneo kadhaa bado yanaweza kuwa yamechafuliwa na milipuko hiyo pamoja na vifaa vingine vya mlipuko. Kituo hicho kinaomba shughuli za kuondoa mabomu hayo zinazojulikana kama deminage ziimarishwe katika maeneo yaliyoathirika. Pia shirika hilo linataka wananchi waendelee kupewa elimu kuhusu namna ya kujilinda dhidi ya vifaa hivyo vya hatari. Mara nyingi vifaa vya milipuko vinaweza kufanana na vitu vya kawaida vilivyoachwa ardhini. Kwa hiyo wananchi wanashauriwa kuwa waangalifu wanapokutana na kitu kinachojulikana
na kitu kisichojulikana au kinachoweza kuonekana kuwa hatari kabisa. Wananchi hao walishauriwa kuwa ni muhimu kutogusa au kutokikanyaga, kutokisogeza kitu chochote kinachoshukiwa kuwa ni bomu au kifaa cha mlipuko. Badala yake wananchi wanapaswa kuondoka kwa uangalifu katika eneo hilo na kutoa taarifa kwa mamlaka au wataalamu wanaohusika na kuondoa mabomu na migodi katika maeneo ambayo vita iliweza kuathiri. Hatari hii inaweza kuwa kubwa zaidi kwa watoto ambao wanaweza kukutana na vitu hivyo bila kujua kwamba vinaweza kulipuka. Kwa hiyo, familia na viongozi wa jamii wanahimizwa kuwaelimisha watoto kuhusu hatari ya kucheza au kugusa vitu visivyojulikana au wasivyovijua. Shirika hilo la CCLAM limesisitiza kwamba kuondoa migodi hiyo hakutoshi pekee, bali elimu kwa jamii ni muhimu pia, ili wananchi wajue namna wanaweza kujiepusha na milipuko hiyo pamoja na mabomu yaliyoachwa wakati wa vita. Pia katika maeneo ambayo yameathiriwa na mapigano, shughuli za kibinadamu kama kilimo, uvuvi, kutafuta kuni au usafiri zinaweza kuweka wananchi katika hatari ikiwa maeneo hayo hayajaweza kukaguliwa. Kwa hiyo kuimarisha shughuli za kutambua na kuondoa migodi ni hatua muhimu katika kuhakikisha usalama wa wananchi na kuruhusu maisha ya kawaida iweze kurejea. Hadi sasa CCLAM inaendelea kutoa wito na kuimarisha shughuli za kuondoa migodi na kuongeza uhamasishaji wa wananchi katika maeneo yaliyoathirika katika mji wa Uvira. Kwa ufupi, tunaweza kusema kwamba maeneo kadhaa ya Uvira, Kivu Kusini, bado yanatajwa kuwa na hatari ya migodi hayo yanaweza kulipuka, ambayo iliweza kuacha wakati wa vita za M23 na vikosi vya wazalendo wanaoshirikiana na FARDC. CCLAM inataka shughuli za kuondoa migodi hiyo ziweze kuongezwa na wananchi waweze kuelimishwa zaidi kuhusu namna ya kujilinda dhidi ya mabomu hayo. Wananchi wanakumbushwa pia kutogusa wala kusogea karibu na kitu chochote wanachokishuku kuwa ni kifaa cha mlipuko, bali kutoa taarifa kwa mamlaka ili kuweza kuona ikiwa wanaweza kusuluhisha jambo hiyo. Hiyo ndio taarifa yenye tulikuwa tunakutayarishia kutoka katika eneo la Uvira ndani ya jimbo la Kivu Kusini. Endelea na taarifa zetu za habari, tuzungumzie kuhusu mjadala wa Moise Katumbi kuweza kumpinga Patrick Muyaya kwa suala la kuweza kufunga vyuo 11 ndani ya Goma pamoja na Bukavu, ni kusema eneo zinazodhibitiwa na waasi wa M23. Wasikilizaji wetu wapendwa, acha tuendelee na habari zetu tukitoka ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kuna mvutano kati ya upande wa upinzani na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuhusu uamuzi wa kusimamisha shughuli za masomo katika vyuo 11 vya umma vilivyoko katika mji wa Goma pamoja na Bukavu. Upande mmoja, kiongozi wa upinzani Moise Katumbi amepinga uamuzi huo. Kwa upande mwingine, msemaji wa serikali Patrick Muyaya amesema hatua hiyo inalenga kulinda masomo ya wanafunzi na thamani ya diploma zao. Moise Katumbi ameweza kusema ni ukosefu wa haki. Katika ujumbe wake, Moise Katumbi amesema kusimamishwa kwa shughuli za masomo kunaathiri hasa vijana na mikoa ya Kivu Kusini na Kivu Kaskazini. Katumbi amesema uamuzi huo ni ukosefu mkubwa wa haki kwa wanafunzi. Anasema hatua hiyo inaonyesha kwamba serikali imeshindwa kutumia mamlaka yake katika sehemu zote za nchi. Kwa Katumbi, serikali inapaswa kuelekeza nguvu zake zaidi katika kumaliza vita na kurejesha utawala wa serikali katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Pia Katumbi amesema hatua hii inaweza kuleta kile alichokiita ubalkanization au balkanization wa ukweli wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Anasema
kusimamisha shughuli za vyuo katika maeneo hayo pamoja na kufungwa kwa benki katika maeneo yanayodhibitiwa na M23 kunaweza kuongeza mgawanyiko wa nchi. Upande wa serikali, Patrick Muyaya ambaye ni msemaji wake amejibu swali hilo namna gani? Msemaji wa serikali Patrick Muyaya amekataa wazo kwamba serikali imewaacha wanafunzi. Ameweza kukataa na kusema kuwa hawakuweza kuwaacha. Muyaya anasema kusimamishwa kwa shughuli za masomo kunahusu vyuo 11 vya umma vilivyotajwa moja kwa moja na si vyuo vyote vya Kivu Kusini na Kivu Kaskazini. Pia amesema hatua hiyo haihusishi sekta yote ya elimu ya juu katika mikoa hiyo. Kwa mjibu wa Muyaya, serikali imeweka mipango ya kuhakikisha masomo yanaendelea kuwa njia nyingine wakati wa mpito kati ya mwaka mmoja wa masomo na wengine. Lengo la maamuzi hayo ni kuhakikisha masomo ya wanafunzi yanaendelea kwa utaratibu na diploma zao zinabaki zikitambuliwa. Muyaya pia amesema hatua hiyo inalenga kuzuia uangalizi wa Rwanda na M23 katika uendeshaji wa taasisi za umma za DRC. Anasisitiza kwamba usimamizi wa vyuo vya umma ni jukumu la serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mjadala huu unakuja wakati ambapo maeneo kadhaa ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yakiendelea kuwa ndani ya udhibiti wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Serikali ya Kinshasa inasema haiwezi kuruhusu taasisi za umma kufanya kazi chini ya mamlaka ambazo si za serikali na serikali hazitambui. Kwa hiyo kusimamishwa kwa shughuli zao katika vyuo 11 huko Goma na Bukavu kumezua mjadala mkubwa kuhusu elimu, mamlaka ya serikali na hali ya usalama nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hatua hiyo imetangazwa siku chache kabla ya kuanza kwa mwaka mpya wa masomo, jambo ambalo limeongeza wasiwasi miongoni mwa wanafunzi na jamii nzima ya Kongo, hasa ndani ya mashariki. Kwa sasa Moise Katumbi anataka uamuzi huo uondolewe, wakati Patrick Muyaya anasisitiza kwamba hatua hiyo ni ya muda na inalenga kulinda masomo pamoja na diploma za wanafunzi. Hiyo ndiyo taarifa ambayo tulikuwa tukikuandalia kwa siku ya leo. Hapo ndipo tunafikia mwisho wa taarifa zetu za habari za siku ya leo. Tunasema asante sana kwenu nyinyi wote ambao mliweza kufika hadi mwisho wa taarifa zetu hizi za habari, na tunatumainia habari zetu ziliweza kuwajuza mambo mengi kutoka ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ni furaha sana kwetu kuwa pamoja nanyi, na hivyo tunawatakia mchana mwema tukiwa timu nzima ya Kivu News Info. Na tafadhali, ikiwa ni mara yako kwanza kuweza kutembelea tovuti yetu na channel yetu ya WhatsApp na channel yetu ya YouTube, tunasema karibu sana, na unaweza kujiunga pamoja nasi kwa kuweza kusubscribe hapo chini, na pia unaweza kulike habari hii, na kwenye comment section hapo tunakuomba uweze kutujuza unatufuata ukiwa sehemu gani, iwe ni ndani au nje ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tutafurahi kujua unatufuata ukiwa sehemu gani. Mimi ni Leta Pepele ambaye ni mtangazaji wako wa siku ya leo, na hii ni Kivu News Info ambayo ilikuwa nakutanisha taarifa hizi za habari zote. Acha basi tukutanane katika sehemu ijayo ya jioni.